Naibu Waziri wa Fedha Laurent Lusetula ameagiza Benki Kuu ya Tanzania kuimarisha usimamizi na udhibiti wa sekta ya fedha nchini, hatua inayolenga kuwalinda wananchi dhidi ya madhara yatokanayo na kukopa katika taasisi zisizo rasmi na zisizofuata sheria na taratibu. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya wiki ya fedha iliyofanyika jijini Tanga, amesema kuwa kuimarishwa kwa udhibiti wa sekta ya fedha hapa nchini kutasaidia kuondoa changamoto mbalimbali zinazokabili wananchi, ikiwemo mikopo kandamizi maarufu kama mikopo kausha damu. Ndugu wananchi, natumia nafasi hii kuwaasa watu wanaotoa huduma za fedha bila kufuata taratibu, ikiwemo kusajiliwa na mamlaka zinazohusika ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania na mamlaka nyingine zilizokasimiwa kuratibu watoa huduma za kifedha wakiwemo wakopeshaji. Kwa niaba ya Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari, Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naagiza Benki Kuu ya Tanzania kuongeza zaidi udhibiti wa sekta ya fedha ili kuepusha wananchi na madhara yanayotokana na kukopa fedha katika taasisi zisizo rasmi na kujikuta wakiishia kupoteza mali na vitu vingine vyao vingine vya thamani kupitia mikopo umiza alimaarufu kama kwa jina la mikopo ya kausha damu. Kwa upande wa wananchi, na washauri na kuwahimiza kupata taarifa sahihi za uhakika kuhusu uhalali wa taasisi mnazotaka kwenda kukopa na kujiridhisha na mikataba mnayoingia ili kujiepusha na hasara ambazo watu wengi wamezipata kutokana na kusaini mikataba ya mikopo bila kuisoma vizuri na kujiridhisha na masharti waliopewa. Ninayo furaha kuutaarifu umma wa Watanzania kuhusu taarifa ya hivi karibuni kutoka Umoja wa Ulaya ni kuwa Tanzania imeondolewa rasmi kwenye orodha ya nchi hatarishi kifedha, yani high risk list. Hatua hiyo inathibitisha imani ya kimataifa juu ya mifumo ya kifedha ya nchi yetu. Mafanikio haya yanatokana na juhudi kubwa za Tanzania kuimarisha na kudhibiti utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ujangili hadi kuondolewa kwenye listi hiyo ambayo nyingine ni FATF Grey List mwishoni mwa mwaka 2025. Kutokana na hatua hiyo, biashara na miamala ya kifedha kati ya Tanzania na nchi za Ulaya itakuwa rahisi zaidi, haraka na yenye gharama nafuu ifikapo tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kukopa na kulipa kwa wakati, lakini vile vile kuongeza mchango wa sekta ya fedha kwenye uchumi. Ndugu mgeni rasmi, walengwa wa wiki ya huduma za fedha kitaifa ni majukwaa ya wanawake kiuchumi ambao tumeshuhudia wako hapa: watumishi wa umma, wanafunzi, wakufunzi wanawake, watu wenye mahitaji maalumu, wajasiriamali wadogo na wakati, asasi za kiraia, wahariri wa vyombo vya habari na watoa huduma za umma kwa ujumla.